Ninaitwa Zuberi Mwangitaga Denya, dereva wa Azam. Mimi ni mdau wa barabara itokayo Kahama mpaka Rusumo boda, lakini nimekuja kuona kwenye vyombo vya habari kutoa malalamiko kuhusu diversion za hawa kandarasi wanaotengeneza hii barabara toka Rusaunga mpaka Rusumo. Sisi tunasumbuliwa mashimo, barabara haina usimamizi mzuri, kwa hiyo mvua ikinyesha, kwa hiyo kunakuwa ni tatizo, magari yanashindwa kupanda. Kilomita zenye 90 au 50 unaweza kutembea siku mbili. Walivyochonga hiyo diversion toka wametoa ile miti, hawajaisakafia tena vizuri. Barabara tu haina usimamizi mzuri. Kwa sababu kama mapendekezo yetu kama ni mainjinia wa Tanzania au ni wenyewe wa kandarasi, wangetengeneza kikosi kazi ambacho kila siku kina patrol kuangalia sehemu ambazo ni hatarishi au sehemu zilizoharibika. Nafikiri ingekidhi haja. Kwenye mipando mtakiwa waweke changarawe. Yaani nje ya changarawe, hata yale malami wanayoyatoa kwenye barabara ya zamani wangeyapeleka mule wakaweza kufukia yale mashimo, kwa sababu kuna wakati ya gari hata kama hakuna mvua tifu tu gari kwenye kupanda mlima inashindwa, lakini inaonekana usimamizi ni mdogo. Tunachoomba hao wasimamizi wa TANROADS wa mkoa wa Kagera, taarifa hizi kwanza wanazo. Usumbufu tunaopata hii barabara kutoka Rusaunga mpaka hapa Rusumo, inaonekana tatizo kubwa ni hilo. Umetengenezea barabara mbadala, lakini barabara hiyo mbadala haifanyiwi kazi marekebisho. Hizo taarifa mpaka RPC wa Kagera anajua. Kwa majina naitwa Bilali Joshua Msongela, ni dereva wa Balesa Food. Kwa kweli kulingana na mazingira ya barabara inayojengwa kuanzia Rusaunga mpaka Rusumo, diversion kwa kweli hazina uwiano mzuri na mizigo ambayo inabebwa na hizi gari. Kwa kweli tunabeba mizigo mizito, diversion hazina ubora. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama ujumbe huu utakwenda moja kwa moja kwa serikali, basi wajaribu kuangalia, japokuwa wanaendelea kufanya marekebisho na maboresho ya hii barabara, basi wajitahidi kurekebisha hizi diversion. Diversions zinatakiwa ziwe zinapitiwa mara kwa mara kwa ajili ya kukwanguliwa, hasa zile sehemu korofi zenye kupanda ambayo mvua ikinyesha tayari inakuwa changamoto. Gari zinakuwa zinashindwa kupanda kulingana na mizigo tunayobeba. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali jaribu kuangalia kwa umakini swala hili ili tuweze kupata uwepesi wa kufikisha mizigo kwa usalama. Ajali zinakuwa ni nyingi kulingana na hizi diversion. Mara mvua inaponyesha tayari kunakuwa kuna utelezi. Sasa zile sehemu korofi wajitahidi kuzirekebisha ili tuweze kwenda kwa wakati. Kulingana na swala hili, taratibu zote viongozi wanalijua, kwa sababu tutakuwa tunashirikiana nao, hasa kwenye hizo sehemu korofi tutakuwa tunashirikiana nao, kwa kuwa wanapoona tatizo limetokea na wao ndio huwa wanakuja pale, lakini tayari wanakuwa wamechelewa, kwa sababu mazingira kama hayo walikuwa wanatakiwa wayafanyie maboresho mapema, kuona kwamba hii sehemu ina mpando, hii inatakiwa iweke kokoto badala ya kuweka hii vumbi. Tulikuwa tunaomba serikali iongeze nguvu upande huu wa barabara ili waweze kumaliza barabara kwa wakati, kwa sababu imeshachukua muda mrefu sasa. Ni muda sasa, nafikiri hata wewe ndugu mtangazaji unajua kulingana na mazingira ambayo tulionayo, kwa sababu na wewe unapita huko. Kwa hiyo njia sio rafiki. Kwa hiyo tunaomba serikali jitahidi kuweza kutuboreshea mazingira hayo ya njia ili tuweze kutembea kwa wakati. Nafikiri ujumbe huu ukiwafikia watakuwa active kuweza kufanya hayo mapungufu walionayo na kuweza kuyarekebisha. Diversion ina maana ni njia ya mchepuko ambayo hii main road wanaijenga, kwa hiyo hii barabara ya mchepuko ambayo wameitengeneza kwa muda ndio hiyo ambayo inayokuwa inaleta changamoto kubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali jaribu kusimama imara na wakandarasi, wajaribu kuwa wepesi kwenye kufanya maboresho ya hizo diversion, hasa kwenye kipindi hichi cha rain season, kipindi hichi cha mvua tunachoenda nacho. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ujumbe huu ufike kwa uongozi wa serikali ili waweze kulitatua hili jambo kwa wakati.